Sasa vidonda vya tumbo huwa vinasababishwa na vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza kabisa ni maambukizi ya bakteria, anaitwa Helicobacter pylori. Huyu ni mdudu ambaye huwa anashambulia sana kuta za tumbo, lakini pia huwa akiwepo yeye akiwa activated huwa anazuia uzalishaji wa somatostatin, ambayo somatostatin kazi yake huwa ni kwenda kuzuia uzalishaji wa tindikali. Hali ambayo itapelekea tindikali zidi kuwa nyingi mwilini na mtu anaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu hiyo. Kwa sababu kuu ya kwanza upatikanaji wa vidonda vya tumbo au mtu kuwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo ni kupata maambukizi ya bakteria ambaye anaitwa Helicobacter pylori, ambaye njia yake kuu ya kumpata mdudu huyu huwa ni kupitia fecal oral route, kupitia vyakula vyetu, maandalizi ya vyakula ambayo si ya kuzingatia usafi, maji ambayo si salama, vyakula ambavyo vijaandaliwa katika hali nzuri ya usafi, inaweza ikawa ni miongoni mwa sababu ambazo zitatufanya sisi tumpate huyu Helicobacter pylori. Lakini sababu nyingine ni kuzalishwa kupita kiasi kwa tindikali hydrochloric acid ambayo unazalishwa kwenye tumbo la chakula kwa maana stomach, kwa kazi ambazo tumezielezea hapo awali.